Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa na familia. Hata kama watakasirika, wakasirike, lakini huu ndio ukweli unaopaswa kuupokea. Wewe mwanamke, huu ndio ukweli leo nataka nikuambie. Kumwamsha mdada wa kazi saa 11 alfajiri na kuacha binti zako wamelala na kumwandaa binti wa kazi kuwa mke bora kuliko wanao. Kitendo unachokifanya cha kumuhimiza binti wa kazi asubuhi kuamka, kuandaa chakula, kuandaa maji, kuandaa watoto na kila kitu. Hapo unachokifanya ni kumwandaa mfanyakazi wa ndani kuwa mke bora kuliko wanao. Eti kumtumikia dada wa kazi apige deki, apike, afue nguo, aoshe vyombo wakati wanao wanaangalia TV. Ni kumwandaa mdada wa kazi kuwa mwanamke anayewajibika kuliko wanao. Kumwacha binti wa kazi aandae watoto kwenda shule, uandalie uji mapema, awalishe, awasafishe wakati wanao wanacheza game kwenye simu au kompyuta. Ni kumwandaa binti wa kazi kuwa mama na mlezi bora kwa watoto kuliko wanao. Na kwa kuwa yote hayo unayafanya kwa masimango na manyanyaso, unamfanya mdada wa kazi kuwa jasiri na mwenye uwezo wa kuzikabili changamoto za ndoa yake kuliko wanao. Ukimaliza kwa kusema mwanao akiwa hajui hayo yote, ndoa ikiharibika, mtazunguka kutafuta mchawi, kumbe nyinyi ndio mmeharibu ndoa za watoto wenu. Nimefikisha ujumbe kwako mzazi kama wanafamilia, nami nakazia hapo hapo. Wewe kama mwanamke, jitahidi sana kuwaamsha watoto wako na kuwapa kazi za ndani kama binti wa kazi unavompa, na wakemee watoto wako kama unavomkemea binti wa kazi, ili wanao kesho waje wawe wake bora. Asante na karibuni tena.